Ya, nakukaribisha katika kipindi cha utajiri wa kiungu. Saa ya utajiri wa kiungu. Nimesema saa ya utajiri wa kiungu. Hii saa ya utajiri wa kiungu imejawa na maneno yaliyobeba utajiri wa kiungu. Naitwa Kristo Oscar. Nakukaribisha sana. Tunalo somo ambalo tumekuwa tukiendelea nalo. Somo la kulijenga hekalu. Kihalisi wakati Mungu ananiita, aliniambia nenda kalijenge hekalu. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2005, ilikuwa saa 9 usiku. Bwana aliongea na mimi kwa sauti. Nilisikia mtu anaongea kwa sauti fulani ambayo nilisikia kabisa. Akasema nimekuita kuwa nabii kwa mataifa. Baadaye akaniambia ile Yeremia akaongea na mimi mbeleni huko, nikamhoji. Bwana akaniambia nimekuita kung'oa, kubomoa, kuharibu na kuangamiza, kisha kupanda na kujenga. Nikauliza kung'oa nini, kubomoa nini? Bwana akawa amenionyesha na ameniambia. Lakini pia kupanda nini na kujenga nini, Bwana akawa ameniambia. Kwa hiyo ninapoongea kutokea kwenye kujenga, Bwana aliniambia nataka kujenga hekalu la Mungu. Kwa hiyo hili somo niko katika kujenga hekalu la Mungu. Nikisema hekalu la Mungu namaanisha muamini, mtu aliyemwamini. Katika lile somo la kwanza ukifuatia utagundua niliongea habari za hekalu na nikaonyesha yeye maandiko ambayo yanazungumza kwamba mjue kwa nini ni hekalu la Mungu. Sasa ninachoongea kujenga maana yake ni nini? Tunaongea fikra, kwa sababu tunapoongea kujenga ni fikra inayojengwa na ile imani iliyomo ndani inavyo operate inamfanya yule mtu anakuwa hekalu ambalo ibada zinaendelea. Nimetoka kule sehemu ya kwanza, hii ni sehemu ya pili. Kule sehemu ya kwanza nimeongea mambo mengi sana. Niliongea kuhusu, nakumbuka katika kujenga hekalu niliongea huko mwanzoni, sehemu ya kwanza niliongea habari za msingi wa hekalu, ambao nikasema msingi wa hekalu kiasi ni Yesu Kristo. Lakini pia nikaongea sehemu ya pili ya kulijenga hekalu, ambao nikasema ni madhabahu. Yaani ndani ya hekalu, moja sehemu ya hekalu ni madhabahu. Bwana alinipa mambo 7 ya kuyaongea. Sasa hivi niko kwenye jambo la pili na mimi tutembea katika hayo mambo 7 ambayo ndio mwito wangu hasa kuyaongea hayo mambo. Sasa katika hii madhabahu niliongea part 1. Sasa hii tunayoongea sasa hivi ni part 2. Na niliongea kwamba madhabahu hasa ambayo inaongewa, nafahamu ile madhabahu ya mahali pamoja ambayo mnakusanyika, ambayo ni kule unakoabudu, kule kanisani unakokusanyika katika zile siku mlizochagua kwa wiki, labda Jumapili, Jumatano, si Ijumaa, wengine Jumanne, si na zile siku mlizochagua. Lakini nazungumza madhabahu ambayo ni wewe. Kwa sababu kama wewe mwili wako ni hekalu la Mungu, maana yake ndani yako kuna madhabahu ya huyo Mungu anayeabudiwa. Na moja kati ya vitu nikasema Ukristo ndio, au niseme Wakristo ndio watu pekee ambao wana Mungu wanayetembea naye. Ndio watu pekee ambao miili yao ni hekalu la Mungu. Imani zingine zote mahekalu yao yako somewhere. Mahekalu yao yamejengwa kwa mikono. Ila katika Kristo, kwa sisi tuliomwamini Kristo, wote waliomwamini Kristo, hekalu la Mungu ni wewe. Na Mungu anakaa ndani yako. Huu ni ufahamu muhimu sana. Na sikiliza, kadiri unavyokubali ufahamu, kwa maana ya unajua kusikia ni jambo moja, afu kutafakari ulichosikia hilo ni jambo jingine. Unapotafakari kwa kina ulichosikia ndio inakuzalia matokeo. Mfano, tunapozungumza habari za Mungu kwamba anakaa ndani yako, hilo ni jambo kubwa sana. Mtu akiweza kuamini kwamba Mungu anakaa ndani yake, yaani ukiweza kuamini hiyo, mzee, ina solve mambo mengi katika maisha yako. Tu kule kuamini kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi, yaani mimi ni hekalu lake, yaani mwili wangu ni hekalu lake, yaani anaabudiwa. Yaani anaabudiwa ndani yangu. Mungu anaishi ndani yangu. Mungu aliyeliumba jua, Mungu aliyeumba mwezi, bahari ya Hindi, mlima Kilimanjaro, Mungu aliyemuumba ng'ombe, Mungu aliyemuumba nyati, Mungu aliyemuumba simba anakaa ndani yangu. Mungu aliyemuumba kiboko, Mungu aliyemuumba mamba anakaa ndani yangu. Mungu aliyemuumba sisimizi kwa ustadi, kwa hekima ya ajabu anakaa ndani yangu. Yaani hiyo fikra tu ikishima vizuri ndani yako, yaani kuna mambo mengi yanapata majibu. Nikaongea mambo mengi, ila leo nataka niendelee na hii sehemu ya pili ambayo naamini nitakuwa namalizia kwenye eneo la madhabahu, ambayo ni nini? Ni moyo. Kumbuka kule mwanzo nilisema, Yesu alisema watu hao wananiabudu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Umenielewa nasema? Ila sasa natamani niongee kuhusu hii madhabahu ambayo ni moyo.
Nilisema madhabahu hii ambayo ni moyo ni mahali ambapo Mungu huwa anashuka na kutubariki. Na huko nilishia tulisoma kwenye zile Mathayo sura 6 kuanzia mstari wa kwanza. Tulisoma sana huo tukaja mpaka mstari wa 18 nakumbuka. Ambapo Yesu anasema sirini, yeye ambaye sirini baba yangu atamjazi, yeye atoae asitoe kama wale sijui wanaojionyesha na nini, atoe sirini baba yangu atamjazi. Yesu sijui afanye nini, sijui asifanye hivi na hivi, sirini baba yangu atamjazi. Yani iko hivyo. Naeleweka nasema. Yani vyote vimekaa wapi? Sirini. Kwa nini sirini? Kwa sababu ndio kwenye madhabahu ya Mungu na ndio kwenye baraka za Mungu kwa maisha yako. Nisikize, kuna haya maneno niliandika ambayo yanafaa tu kuyasoma kwa sababu ni maneno ambayo Roho Mungu aliweka ndani ya moyo wangu. Nasema hivi, hakuna laana ambayo Kristo hakutukomboa kwayo. Issue ni moyo wako. Kwa nini? Ukisoma Kolosai sura ya 1 mstari wa 13 na 14, asema naye tuokoa katika nguvu za giza. Alituokoa. Sikiza haya maneno. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza. Kolosai sura ya 1 mstari wa 13 na wa 14. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza. Hatukujiokoa katika nguvu za giza. Sikiza hiyo statement. Mimi sikujiokoa katika nguvu za giza. Aliniokoa katika nguvu za giza. Anasema akatuhamisha. Mimi sikujihamisha, alinihamisha. Na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mimi sikujiingiza katika ufalme wa mwanae, ufalme wa pendo la mwanae. Ni yeye ameniingiza huko. Yani ni kama palikuwa panatakiwa kadi ya kuingia. Yeye ameniingiza kwa sababu yeye ni mtu wa humo ndani. Kwanza aliniokoa, akanihamisha, akaniingiza. Sio kama unaelewa haya maneno. Yani napenda uyakubali moyoni bila kuyachangia zaidi ya kuamini. Yani usichangie chochote. Unajua sasa hivi tuko kwenye mambo ya wimbi pia la deliverance ambalo watu siku zote wakidumu kuzunguka kukomboa. Imekuwa kila kitu sasa hivi watu wanakomboa miguu, wanakomboa mikono, wanakomboa nyayo. Wakimaliza hiyo wataanza kukomboa kucha, wataanza kukomboa meno, wataanza kukomboa ulimi. Yani ni michezo fulani ambayo haitafika mwisho. Kwa nini? Kwa sababu unachojaribu kukikomboa kiukweli kilishakombolewa. Ila moyo wako ulipokaa ndio ambao unafanya kionekana kija kwa sababu moyo wako haujaamini kazi ambayo Kristo alifanya. Sasa hiki ninachokusomea ni kazi ya ukombozi wa nani? Wa Kristo. Ambayo moyo wako ukiamini na kukubali, deliverance inatokea automatically. Sikiliza anaposema. Naye tukomboa katika nguvu za giza. Nani? Kristo. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Huyu alikuwa ni Mungu. Mungu alitukomboa katika nguvu za giza, akatuhamisha Mungu huyo na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambaye ni nani? Ni Kristo. Anasema ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Yani ukombozi tunao, deliverance yetu tunayo, redemption tunayo. Ambayo ni nini? Ni msamaha wa dhambi. Huo ndio ukombozi mkuu kwa mwanadamu, kusamehewa dhambi. Unakumbuka kuna watu Yesu aliwasamehe dhambi? Unawakumbuka wale? Yule mmoja aliletwa kwenye kitanda, amelala, anaumwa, hawezi. Yesu akamwangalia akamwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Maandiko yanasema Mafarisayo na watu walikuwa pale wakashtuka kwa sababu nani ambaye anaweza akasamehe dhambi? Maana tunajua ni mmoja tu anaweza kusamehe dhambi, ni Mungu. Akasema, kubwa ni lipi? Kumwambia umesamehewa dhambi zako au kumwambia jitwike godoro lako uende? Akamwambia, mwanangu, jitwike godoro lako uende. Maandiko yanasema yule alikuwa mgonjwa, akainuka, akalikunja ile godoro, akajitwika, akaondoka. Watu wakamaka, watu wakaanza kumtukuza Mungu. Yani wakashangazwa na kilichotokea. Maana yangu ni nini? Manake ilitokea deliverance. Deliverance vipi? Ya kusamehewa dhambi, kwa sababu kilichokuwa kimemweka kwenye yale mateso ambayo yalikuwa ni dhambi ambayo alikuwa nayo. Dhambi ambayo sio tu yale makosa ambayo alifanya yeye, ila urithi wa dhambi kutoka kwa Adam na Eva, kwa sababu huo ndio shina la dhambi. Yes, ziko dhambi ambazo zinafanywa na watu. Mimi kwangu huwa nazitafsiri kama ni matawi ambayo yanatoka kwenye shina ambalo ni Adam na Eva. Ukisoma kwenye Warumi sura ya 5 kuanzia mstari wa 12 unakuta anaongea habari za Adamu alivyosababisha watu wote wakaingia katika hali ya wenye dhambi. Na anaongea habari za Kristo ambavyo amesababisha watu wote wameingia katika hali ya wenye haki. Hivyo na nilio nasema Adamu alivyosababisha watu wote wakaingia katika hali ya mauti, afu Kristo alivyosababisha watu wote wanaingia katika hali ya uzima wa milele. Naeleweka ninachosema? Amini unanielewa ninachosema?
Naongea nini? Naongea madhabahu. Na hii madhabahu nini? Ni moyo. Kuna mambo yanavyoendelea kwenye madhabahu ambayo ni moyo, ndio yanaamua nini kitokee kwa maisha yako. Hivi unanielewa nasema? Sikia hapa anavyoendelea. Niko naongea hiyo wa Kolosai sura ya kwanza mstari 13 na 14, ambayo nimesema kwamba issue hasa ni moyo. Moyo wako ukiamini kazi ambayo Kristo ameifanya, inakuwa kweli kwako. Moyo wako kama haujaamini kazi ambayo Kristo ameifanya, unategemea kufunga kwako, unategemea kujikomboa kwako, unategemea kujitakasa kwako, siku zote utadumu ukihangaika hapa. Ila ukikubali kazi kamilifu ya Kristo, utashangaa kuna vitu vinaachia maisha yako bila wewe kustruggle. Naeleweka nasema, huwezi kuishi zaidi ya kile kilicho ndani ya moyo wako. Huwezi kuishi zaidi ya kilicho ndani ya moyo wako. Na tena nasema, kilicho moyoni mwako ndicho kinafunga au kinayafungua maisha yako. Kilicho maana yake unachoamini ndani ya moyo wako ndicho kinafunga au kinafungua maisha yako. Kumbuka katika Warumi sura ya 10 kuanzia 9 na 10 nasema kwa moyo, nafikiri 10 ile anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa moyo, kwa moyo, kwa moyo, kwa moyo, kwa moyo, kwa moyo. Na Yesu anasema yote yanawezekana kwake aminie. Alafu Paulo anasema kwa Warumi hiyo 10:9 na 10 anasema kwa moyo, kwa moyo, kwa moyo, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Watu wengi anaweza kaongea kwa kinywa lakini akawa hajaamini anachoongea kwa kinywa. Na ndio maana unakuta ule udhihirisho wa kile anachoongea unakuwa hauonekani kwenye maisha, kwa sababu mbingu inapotaka kuthibitisha kuyafanya yatokee yale anayoyasema, inaangalia moyo, haiangalii kinywa chake. Ni kweli kinywa chake kinasikika, ila mbingu au Mungu niseme anasikia sauti ya moyo, sio sauti ya kinywa chako. Sasa sauti ya moyo wako na kinywa chako inapokaa katika mlengo mmoja, hilo jambo lazima litendeke. Umenielewa nasema? Nasema hilo jambo lazima litendeke. Yesu aliongea kwenye Marko 11 kuanzia 23 na 24. Anaongea habari za watu, mtu aliyeamini anaposali akiamini anakuwa yake. Na anasema utauambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, usipoona shaka moyoni mwako. Nasikia anasema usipoona shaka moyoni mwako, hilo litatendeka. Kwa hiyo maana yake ile hali ya moyo kule ndio inaamua nini kitendeke. Kwenye moyo kukiwa na shaka, maana yake unazuia kutendeka kwa kile ambacho unasema. Kwenye moyo kukiwa na kuamini na hakuna shaka, chochote unachosema kitatokea. Kwa nini? Kwa moyo mtu huamini. Kwa moyo mtu huamini, sio kwa akili. Kwa moyo mtu huamini. Naamini umenielewa nasema. Na nimesema hivi, kilicho moyoni mwako ndicho kinakufunga au kinayafungua maisha yako. Kilicho moyoni mwako ndicho kinafunga maisha yako au kinayafungua maisha yako. Shida sio wale ndugu wanaokuzunguka. Shida sio wachawi ambao unajaribu kusema walio jirani na wewe, si majirani zako, si kuna bibi gani, wala wewe bibi sio shida. Shida ni moyo wako. Kaa kikao na moyo wako. Kuna ngome ambazo zinataka kudondoka katika moyo wako. Kumbuka Paulo anaongea kwenye Wakorintho wa 2 sura ya 10 kuanzia mstari wa 4. Anasema ingawa tunaenenda katika mwili lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Napenda hii kwamba silaha zetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Silaha zetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Nakumbuka kuna wakati Israeli waliangusha ngome ya Yeriko. Kwa nini? Silaha zao zilikuwa na uwezo katika Mungu. Haikuwa kwa jinsi ya mwili, ila silaha zao zilikuwa na uwezo katika Mungu. Na zilifanyaje kazi? Mungu aliwaelekeza, zunguka siku ya kwanza kimya mara moja. Siku ya pili pia zunguka kimya mara moja. Siku ya 6, siku ya 7 zunguka mara 7. Ikifika mara 7 piga kelele, pigeni tarumbeta makuhani. Hivyo Israeli wapige kelele. Walipofanya hivyo maandiko yanasema ngome za ukuta Yeriko zikadondoka. Hivi unanielewa nasema? Silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Anasema tukiangusha mawazo. Anaongea na elimu, anaongea na hivi vyote anavyoviongea sio vitu ambavyo viko nje ya mtu, vimo ndani ya mtu, vimo ndani ya moyo wa mtu, ambavyo ndio vinatengeneza ngome ambayo inaufungia katika hali ambayo yuko nayo. Mateso unayopitia ni ngome ambayo inafanya kazi ndani ya moyo wako. Ngome hiyo ikidondoka, hayo mateso hayana pa kushika. Sikiliza. Umeshawahi kuona wale watu ambao ameumwa muda mrefu afa amefika mahali amemiliki ule ugonjwa? Anasema kichwa changu
tumbo langu, mguu wangu. Katika yale maelezo anavyoelezea huo ugonjwa au hiyo hali anayopitia, unaona kabisa the way anavyoieleza, yani anaeleza kama mmiliki wa ile hali. Hasa kwa anaeleza vile, manake moyo wake umemiliki ile hali, umeamini. Na kwa sababu umeamini ndio maana anasema anavyosema. Na kwa sababu anasema vile anavyosema, inakuwa ni haki yake. Anasema kwa moyo mtu amini atakupata haki. Kwa hiyo vile kwa sababu moyo wake umeamini, anapewa hiyo haki ya kile alichoamini. Umenielewa? Naongea habari za madhabahu. Kuna mwanamke mmoja alikuwa anatokwa damu. Maandiko yanasema aliposikia habari za Yesu, akasema moyoni mwake. Msema akasema moyoni mwake. Fungua Mathayo sura ya 9, mstari wa 20 na 21 mpaka 22. Mathayo sura ya 9. Asema, tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi. Kwa maana, hii ndio point ninayopenda. Anasema kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Nikigusa tu pindo la vazi lake nitapona. Alisema wapi? Moyoni. Kwa nini alisema moyoni? Kwa sababu ndiko imani inakokaa. Kwa hiyo alisema mahali pa kiti cha imani. Na kwa sababu aliamini kile alichosema ndani ya moyo wake, alipotenda lile tendo bila kusema chochote, yeye alitenda tu lile tendo ambalo moyoni mwake alisema, nikigusa tu pindo la Yesu nitapona. Kweli alipogusa pindo la Yesu, yule mwanamke alipona. Hivi umenielewa nasema? Hebu fungua kwenye nani? Fungua huko, nafikiri ni Marko sura 5 inaongea vizuri zaidi hii story. Hii habari inaongea vizuri zaidi. Nafikiri Marko sura 5. Yes. Marko sura 5 kuanzia mstari wa 25. Anasema na mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimia vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Kwa nini aligusa vazi lake? Huko amesema Mathayo amefunua siri kwamba huyu mwanamke alisema moyoni mwake, nikigusa tu pindo la vazi lake nitapona. Nikigusa tu pindo la vazi lake nitapona. Unasema nini moyoni? Kwa kile ambacho unapitia, kwa hali ambayo inaendelea katika maisha yako, wewe unasema nini moyoni? Au niseme unawaza nini? Hivi unajua mawazo yako ni maneno. Mawazo yako ni voice yenye nguvu sana, inasikika sana katika ulimwengu wa roho. Na kihalisi mawazo yako ndio yanayoketi mahali pa kuamini kwako. Kwa hiyo maana lazima ujue nini unawaza, na lazima uchague cha kuwaza. Hivi umenielewa nasema? Kwenye hapa tu nimeongea sana, na hata huko nitamalizia kwa kuongea, kwa sababu hakuna eneo lenye nguvu na la maana kama hilo. Mithali sura 4 mstari wa 23 anasema, linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Lakini kuna tafsiri moja ya Biblia ya Good News. Biblia ya Good News inasema hivi, inaongea kwa Kiingereza, inasema be careful. Inasema be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Hiyo ni Good News Bible. Inasema be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Uwe mwangalifu namna unavyofikiri. Maisha yako yana shaped, ni kama yanapokea sura. Yanakuwa shaped, yanapokea sura sawa sawa na kuwaza kwako. Kwa hiyo ni kama anataka uwe mwangalifu vile unavyowaza. Lakini pia kwenye King James anasema hivi, guide your heart with all diligence. Guide your heart with all diligence. For out of it are the issues of life. Kulinda moyo wako. Kulinda moyo wako. Kuna namna unatakiwa kulinda sana moyo wako. Kulinda kwa uangalifu moyo wako. Kwa nini? Mambo ya maisha yanatoka humo. Naweza kusema majibu ya maisha yanatoka ndani ya moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako ni madhabahu ya Mungu. Ni madhabahu ambayo Mungu anapenda kushuka na kukubarikia
na kufanikisha. Lakini pia wakati huo huo shetani naye anapitiaga hapo hapo kwenye moyo. Katika ile Petro tutakumbuka niliongea habari za Anania na Safira. Mpaka Petro anamwambia Anania, kwa nini kumwache shetani aujaze moyo wako na uongo? Na unamwambia Roho Mtakatifu uongo? Sio unisikia anasema. Yaani kumbe Anania alijaza uongo na akamwambia Roho Mtakatifu uongo. Petro akagundua hilo, akawa anaugua na kumwambia Anania, kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini unaruhusu hivyo? Kumbe mioyo yetu tukiacha loose, kule kuacha loose mioyo yetu ndio mateso yetu. Sio kama kuna mtu kanidaka hiyo. Naelekea mwishoni unajua hiki kipindi. Nasema hivi, ukiacha loose moyo wako, umeacha loose maisha yako. Usiruhusu moyo wako kuwa loose. Nikisema moyo wako kuwa loose, maana yake kuwaza chochote. Yaani wewe upo unawaza lolote tena unakuja unawaza. Huko amepita sio mwanamke mnene, unamwangalia wewe, unaanza kuwaza na kuwaza na kuwaza na kuwaza. Amevaa nguo lakini wewe unawaza mpaka unamtoa nguo. Amepita sio nini, umegeuka, unaanza kuangalia. Amepita sio nini, umegeuka. Yaani moyo wako, maana yake moyo wako uko loose. Hauna focus. Hauja train ufanya moyo wako kuwa na focus, rafiki, utateseka sana. Alafu imani kitakuwa ni kitu ambacho ni kama stories za watu fulani wengine. Hauta experience imani. Kwa nini? Maana kwenye kiti cha imani umepaacha panachafuliwa, panavurugwa, panavamiwa na mambo mengi. Hivi umeelewa nachosema? Ila ukijua kumonitor moyo wako, ukijua kupa kazi, hebu kuanzia sasa kubaliana na huyu Kristo Oscar. Upe kazi moyo wako. Kuanzia sasa uambie moyo wangu nakupa kazi. Utakuwa unawaza maneno ya Kristo. Na ninakuchagulia maneno ya kuwaza. Labda mfano, unasema tu moyo wangu kila siku, kila saa utakuwa unasema tu naweza mambo yote katika Kristo anitia nguvu. Yaani haya ndio mawazo ambayo nachagua kuyawaza. Kwa hiyo hata nikiwa nimenyamaza kimya, inawezekana nimenyamaza tu kimya hivi. Labda nimekaa mahali watu wanapiga story. Mimi nimetulia tu kimya. Sina haja kupiga story. Kwa nini? Moyoni mwangu nina agenda naendelea nazo. Nina meditation naifanya. Na ile meditation ni katika kile kiti cha imani, kuhakikisha kinakuwa safi na kinakuwa na nguvu na kinafanya kazi inayotakiwa. Kwa hiyo nafanya meditation ya neno la nani? La Kristo. Na neno la Kristo ni Mungu. Kwa sababu Mungu ni neno. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru ya ng'angi zani wala giza alikuiweza. Ukiruka ukaenda mstari wa 14 anasema naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Maana neno alikuwa ni nani? Ni Kristo. Neno alikuwa ni nani? Ni Mungu. Wakati wote sema hivyo ndani ya moyo wangu, maana nasema Mungu. Maana Mungu anakaa kwenye ile nafasi ya kuamini kwangu ambayo ni kwenye moyo. Naposema tena na tena, naweza mambo yote. Naweza katika Kristo anitia nguvu. Nasema ndani ya moyo. Yaani hata jirani yangu aliyekaa na mimi hapa jirani hasikii chochote. Yeye anaona tu kama nimekaa nimebung'aa. Wakati mwingine naweza nikao kama nimefumba hata macho nimesinzia. Anaweza akafikiri nimesinzia, kumbe sijasinzia. Nina mambo, nina kazi naifanya ndani ya moyo wangu. Rafiki, ukianza kuweka hivyo moyo wako, utaanza kuona mambo ya ajabu. Utaanza ku-experience maisha ya ajabu kabisa. Kuna mambo yatageuka. Yale mambo ulikuwa unazunguka na kukimbia kutafuta sijui deliverance nani sijui kuombea sijui afanye nini, unashangaa yote yanapinduka na anaanza kuchukua sura nyingine. Unajua kihalisi katika Agano Jipya, kama watu wangejua kweli iliyo katika Agano Jipya na thamani iliyo katika Agano Jipya, hata mambo ya kufuata manabii yangekwisha ndani ya kanisa. Haya mambo ya kwenda kutaka kusikia nabii anakuambia yangeisha. Kwa sababu kihalisi hata huyo nabii anapokuambia anakuambia kama ni nabii wa kweli atakwambia kwa njia ya Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, ambaye Mungu alisema atamwaga roho wake kwa kila mwenye mwili. Manake kama wewe umemwamini na una mwili, ni haki yako kumpokea huyo roho ambaye anamtumia nabii kukwambia mambo yako. Baada ya kusubiri nabii akwambie mambo yako, manake unakuwa na roho ambaye atakwambia mambo yanayokuhusu. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 10 ukiendelea pale mbele nafikiri wa 12 anasema maana Mungu hakutupa roho ya dunia bali alitupa roho atokaye kwa Mungu ili makusudi tuyajue tuliokirimiwa, tuliojaliwa na Mungu. Hivi umeelewa? Tunapewa roho ili tujue tuliokirimiwa. Ili tujue tuliokirimiwa.
Tumepewa roho ili wewe ujue Mungu amekuzawadia mambo gani. Mungu amekusudia nini katika maisha. Kwa hiyo maana hata mbio za kwenda kwa manabii, si kwa nini? Mungu hajazikusudia katika Agano Jipya. Ndio maana ninapenda Rebeko za Makiamo. Ninapenda hii. Hivi usoma kwenye Matendo ya Mitume. Kuna mtu anaitwa Paulo. Yule Paulo kuna wakati akiwa anaelekea Yerusalemu, nabii mmoja tu Agabo akaenda mahali fulani, alimkuta Paulo katika ile jamii amekaa pale. Ila bila Agabo hakujua kwamba ni Paulo. Maandiko yanasema akachukua moja ya nani za Paulo, zile nguo kama ilikuwa kama si msuli si nini. Maandiko yanasema Agabo akajifunga kiunoni, akasema mtu mwenye nguo hii huko anakokwenda Yerusalemu atafungwa na kuteswa. Na Paulo akamwambia, kwa nini kunihuzunisha roho yangu? Mimi sio kwamba tu niko tayari kuteswa, lakini niko tayari hata kufa. Niko tayari hata kufa. Maanake Agabo wakati anaongea na Paulo alikuwa anajua anapokwenda nini kitatokea. Sio kwamba alikuwa anamwambia mambo mageni. Kwa hiyo ina maana hata ndani ya kanisa, wewe ninayesema na wewe, ukikaa vizuri na roho Mungu, ukajua namna ya kukaa na hivi ninavyokufundisha kuhusu moyo wako. Manake nabii hata kuja kukwambia vitu ambavyo wewe ni mgeni, na hata akichemka utamwambia no, hicho unachosema sio mimi, kwa sababu ninajua. Kwa nini? Roho anayesema ndani yako ambaye unasema ndio anayesema ndani yako, kwa sababu ndio anaishi ndani yako. Kama ni roho wa Mungu wa kweli. Na kipimo cha kujua kama ni roho wa Mungu wa kweli tunakijua, tunacho. Kipimo cha roho wa Mungu wa kweli ni nini? Ni upendo. Hivi unanielewa nasema? Upendo nasema. Maana yangu ndio hiyo. Rudi kwenye madhabahu iliyo ndani yako, ili kuifanya ile madhabahu mnayokusanyika Jumapili iwe na nguvu. Ukitendea kazi vizuri madhabahu ya moyo wako, madhabahu ile mnayokusanyika itakutoa majibu. Kuna mambo mengi yatatokea kwenye maisha yako. Rudi kuitendea kazi ile madhabahu ya moyo wako. Kuna mambo kadhaa kama 4 ambayo nitayaongea, ambayo nitakuwa namalizia, ambayo yatakusaidia kurudi kwenye madhabahu. Japo nimeongea kidogo wakati naendelea kuongea ujumbe. Jambo la kwanza, ili kurudi kwenye madhabahu ya moyo wako ambayo ikafanya ufanywe upya, utoke katika ile mitego na hila za ibilisi na uanze kuona Mungu akijidhihirisha kwako. Chagua mambo ya kusikia. Usisikie kila kitu. Usikae unasikia kila kitu. Na wengi wanapenda kusikia habari za mauti na mambo yaliyopita tayari. Okay, ni vema wakati mwingine kusikia taarifa za habari unasema nijue kinachoendelea. Ila rafiki, huwezi ukajua kinachoendelea kwa kusikiza taarifa za mambo yaliyopita. Sababu mara nyingi taarifa za habari nyingi tunazosikia ni mambo yaliyopita. Huo ndio kweli. Naweza kusema 75% kama sio zaidi ya taarifa ya habari ni mambo yaliyopita. Utasikia ajali ilitokea ikaua siyo nini kikatokea kikafanya siyo nini, jambo hili limetokea, maana limeisha tokea. Ila tukitega sikio letu kusikia mbingu inasema nini, tutasikia habari za mambo yajayo. Pia tutasikia habari za mambo sahihi ya sasa na hata yaliyopita, kama yana sababu na ni ya msingi kuyasikia. Ila thamani kubwa ya kusikia mbingu inasemaje, Kristo anasemaje, Roho wa Kristo anasemaje, ni kwamba anasema katika Yohana 16, anasema yeye atatujulisha habari za mambo yajayo. Kazi yake ni kutujulisha habari za mambo yajayo. Huwezi ukajulishwa kama haujakaa katika mkao wa kutaka kujua. Mpaka umekaa mkao ambao unatamani ujue habari za mambo yajayo, Roho atakujulisha. Roho wa kweli atakufunulia, atakuelekeza. Sababu ndio mission yake, ni jukumu alilopewa, ni huduma aliyopewa alipokuja ndani yetu. Moja huduma sio tu kunena kwa lugha, lakini kutujulisha mambo yajayo. Na hakuna kitu cha thamani kama kujulisha mambo yajayo. Unajua ulimwengu mzima na hata wakuu katika ulimwengu, ukiwa ni mtu unaongea mambo yajayo afu yanathibitika kwenye maisha, utaogopwa. Kwa nini? Kwa sababu ni fumbo kwa wengi. Watu wengi hawajui masaa mawili yanayokuja nini kitatokea. Watu wengi hawajui kesho nini kitatokea. Watu wengi hawajui wiki hii mpaka inaisha nini kitatokea. Watu wengi hawajui mwezi huu nini kitatokea. Sio, umenielewa ninachosema? Watu wengi hawajui. Ila Roho wa Mungu anajua yote, kwa sababu yote yako mkononi mwake. Aweza kukujulisha. Naeleka nasema. Sasa taka kusikia kutoka kwake. Yaani hiyo ndio iwe shauku yako ya kutaka kusikia kutoka kwake. Umenielewa nasema? Yes. Usiwe addicted na mitandao.
Taka kusikia kutoka kwake. Najua watu sasa hivi wamekuwa addicted na mitandao. Kama watu ambao wamekuwa addicted na mambo ya pornography na nini. Sasa hivi watu wamekuwa addicted na WhatsApp, wamekuwa addicted na Facebook, wamekuwa addicted na nini sijui nini hizo Telegram sijui na nini hizo groups zote. Yaani mtu anakaa masaa. Afu na mambo ya kipuzi, kuna mitaa, hiyo yote ni mitaa, ni miji watu wanaishi. Yaani kuna mambo ya kipuzi. Mtu amekaa kwenye ofisi ya maana ila yumo ndani ya mambo ya kipuzi. Moyo wake umo ndani ya mambo ya kipuzi. Kwa sababu moyo wake ameuengage mahali ambapo hautakiwi ukae. Alafu anaanza kushangaa matokeo anaanza kuipata kwenye maisha yake. Matokeo unayoyapata kwenye maisha yako yana reflect moyo wako ulipokaa. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari pia nasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na uwe na afya yako kama vile nini roho yako, au kama vile nini moyo wako ufanikiwavyo. Vile ambavyo moyo wako umefanikiwa ndio itareflect kwenye afya yako, ndio itareflect kwenye mambo yote uyafanyayo. Yafanikiwe kiasi gani? Yanafanikiwa kwanza sio kwa unavyofanya, yanafanikiwa kwanza kwa ulivyo tafakari kwenye moyo wako. Hilo jambo la kwanza, chagua mambo ya kusikia. Jambo la pili, tafakari uliosikia. Nimeiongea sana hii. Tafakari uliosikia. Nilisema Paulo aliwaambia Kolosai, fikirini yaliyo juu Kristo alipo. Juu ni wapi? Juu ni yale maneno yake na ule utendaji wake Kristo. Huo ni juu. Wakati wote ukifikiri maneno ya Kristo na ule utendaji wa Kristo, maana yake unafikiri juu. Na ukifikiri hapo, unaweza kubiti hali yoyote ambayo iko kinyume chako. Unaweza kuipatia majibu. Ila jizoeze kutafakari. Na kutafakari kuko kwa namna nyingi. Kuna hali ile ambayo unajisemesha katika namna ambayo kama unasikia kidogo. Kuna hali ile ambayo unajisemesha ndani kwa ndani. Na kuna hali ile ambayo unaumba picha kutoka kwenye yale maneno aliyosema Kristo. Unaumba picha mpaka unaiona. Kuna picha fulani unakuwa unaiona ndani yako. Zote hizo ni aina za meditation ambazo inataka utembee ndani yake ili kuona ushindi katika maisha yako. Umenielewa ninachosema? Eneo la 3, yaseme mambo uliyotafakari. Obvious, ukitafakari yakajaza moyo wako utasema. Asema kimtokacho mtu ni kile kilichoujaza moyo wake. Kwa hiyo kama yakijaa ndani ya moyo wako yale ambayo Kristo amesema kwako, lazima utayasema. Na ukiyasema lazima tadhihirika. Jambo la mwisho la 4, ongozwa na Roho. Anza kuongozwa na Roho. Kama kao ambao utaongozwa na Roho. Madhabahu yako siku zote itakuwa ni ajabu. Nikisema kuongozwa na Roho, msingi wa kuongozwa na Roho ni pendo. Katika kila ulifanyalo, katika kila eneo la maisha yako. Iwe kwa kazi yako, kwa biashara zako, au iwe kwa majirani wanaokuzunguka. Msingi wa kuongozwa na Roho wa Mungu ni pendo. Wakati wote unapo-engage pendo kwenye maisha yako, maana yake umemruhusu Roho wa Mungu akuongoze katika hali zozote, hata katikati ya hali za chuki na kupingwa na kukataliwa. Ruhusu pendo. Uliruhusu pendo liingie pale, maana yake unamruhusu Roho wa Mungu akuongoze. Umebarikiwa sana wewe ambaye umekuwa nami na ukifuatilia somo hili la madhabahu ya Mungu aliye hai, ambao nimesema ni Mungu. Umebarikiwa sana. Heri watendaji wa neno kuliko wasikiaji. Na mimi nasema wewe umebarikiwa kwa sababu wewe ni mmoja kati ya walio hai, kwa sababu wewe ni mtendaji. Neema ya kulitenda neno iko juu yako. Litendee kazi. Naamini nitapata shuhuda, nitasikia shuhuda kutoka kwako. Kwa sababu Yesu umebarikiwa sana. Ninaomba neema tele ikufunike juu yako na kuwezesha kutembea katika maneno ya neema katika jina la Yesu. Mimi naitwa Kristo Oscar, kiongozi wa huduma Throne of Grace kwa mataifa yote. Ibada zetu tunafanyia Mtendeni. Mtendeni tunaweza iko wapi? Mtendeni ni shule ya msingi ambayo iko karibu na soko la Kisutu huko Posta, Dar es Salaam. Wewe ambaye uko Dar es Salaam unafahamu Posta, basi uliza soko la Kisutu, ukifika pale utaiona Mtendeni. Mtendeni ni shule ya msingi. Tunatumia darasa lao
Kuna darasa moja tunalitumia kwa ajili ya ibada siku ya Jumapili kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 6. Karibu sana. Wewe ni mbarikiwa. Wewe umependwa. Asante kwa kuwa pamoja nami katika saa ya utajiri wa kiungu. Amen.